Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni saa 3 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hujambo na karibu kwenye mukhtasari wa habari. Jina langu ni Ramla Abdi. Shirika la huduma ya wanyamapori nchini KWS limetangaza kuwa ada mpya za kuingia katika mbuga za kitaifa, turathi na hifadhi zitaanza kutumika kesho. Ushuru uliorekebishwa umejikita katika kanuni za uhifadhi na usimamizi wa wanyamapori, yani Access, Entry and Conservation Fees ya mwaka 2025, iliyochapishwa chini ya notisi ya kisheria nambari 160 ya mwaka 2025. Bunge liliidhinisha kanuni hizo Septemba 25 na kuandaa njia ya kuzitekeleza. Tukiachana na haya, ni kuwa watu watatu zaidi wameaga dunia kufuatia ajali iliyotokea Jumapili alasiri karibu na Kikopey Gilgil kwenye barabara kuu ya Nakuru, Nairobi. Hii imeongeza idadi ya vifo kufikia 16, polisi wamethibitisha. Watatu hao walikuwa wamejeruhiwa na kukimbizwa katika hospitali ya eneo hilo ambapo walifariki walipokuwa wakipokea matibabu. Polisi wamesema watu 13 walikufa papo hapo baada ya kugongana ana kwa ana kati ya lori na matatu ya abiria 14. Na shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia watoto UNICEF limetoa mwito wa kuhamasishwa mara moja kwa kiasi cha watoto 25 walio wagonjwa ama njiti walioko katika mashini za kuwatunza watoto njiti katika ukanda wa Gaza. Msemaji wa UNICEF Ricardo Pires ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba ni wakati wa kuwahamasisha watoto hao kwa sababu Gaza City sio tena salama kwao. Na hatimaye ni kuwa mshauri mkuu wa utawala wa mpito wa Bangladesh ameishutumu India kwa kuchochea machafuko kufuatia vifo vya watu watatu katika ghasia za kikabila kwenye wilaya ya kusini mashariki mwa nchi hiyo. Mshauri wa mambo ya ndani Jahangir Alam Chaudhry leo amewaambia waandishi wa habari wakati wa hafla moja huko Dhaka kwamba matukio hayo yanachochewa kwa amri ya India au kwa matakwa ya wale aliowaita mafashisti, akimaanisha chama kinachohusishwa na waziri mkuu aliyeondolewa madarakani Sheikh Hasina. Mwisho wa mukhtasari wa habari, mpenzi msikilizaji, dakika nazo zikiwa ni 3 zimetoweka baada ya saa 3. Bila shaka utaweza kupokea habari zaidi timu hapo saa 4 kamili. Jina langu ni Ramla Abdi, endelea kuwa nasi. Kwa habari